Praise God. Amen. Na wasalimu katika jina la Yesu. Masaa ni mazuri. Mungu ni mwema. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Pia ninawafurahi kwa sababu ya kuwaona siku hii ya leo. Although hatuko wengi, jambo hili ni la muhimu tufanye study. Kwa sababu as I said, na vile huwa tunasema kila wakati, maisha ni ya kiroho. Bwana asifiwe. Tukikosa kuifanya kwa sababu watu hawajakuja wote, hayo ndio mapenzi na furaha ya yule muovu shetani. Tukiifanya tukiwa wachache, mbingu inafunguka na jambo hilo linaendelea kukua na kukua na kukua. Kwa hivyo hata tukiwa watu wawili ama mtu mmoja, jambo hilo ni la muhimu sana. Study ni ya muhimu sana kwa sababu katika economy ya kiroho kuna mahali inaenda na kuna mahali inaandikika, na sisi kuna mahali tunakuwa kutoka hatua moja mpaka hiyo nyingine. Bwana asifiwe sana. So nina furaha siku ya leo, hata kama hatuko wengi, iko sawa. Tukiwa hivyo tunaendelea vizuri. So kabla tuendelee, ningependa tuombe. So inamisha uso wako tuweze kuomba. Baba wetu na hata Mungu wetu, katika jina la Yesu, twalishukuru jina lako. Tunasema ni asanti kwa sababu ya kibali cha siku hii ya leo. Baba wa rehema, umetuhifadhi wiki nzima, wengine hatujaonana, wengine tumeonana. Kwa wale ambao tumeonana tunakushukuru. Kwa wale ambao hatujaonana, Baba wetu pia tunakushukuru kwa sababu ya kutuhifadhi. Asanti kwa sababu ya kutuleta katika nyumba hii ambayo imeitanishwa na jina lako. Twaliinua jina lako, twajua umetuleta ukiwa na sababu na kusudi. Kwa hivyo maombi yetu na tamanio la mioyo yetu ni kwamba makusudio yako yakatimie siku ya leo kwa sababu ya maisha yetu. Kwa hivyo tunajipeana kwako, Roho Mtakatifu, ili ukaweze kutuongoza. Wengine tumekuja na watoto wetu pia, Bwana ukatuongoze pamoja na watoto wetu, ukatufariji, ukatu-encourage, na tukitoka hapa Bwana tutoke kama tumesema tulikutana pamoja na wewe. Katika jina la Yesu tumeomba na kuamini, tuseme amen. Last time tuliongea mambo ya parable. Ninasoma Matthew 13 na wakati mwingine ni vizuri we desire, kwa sababu mambo yote ni kudesire. Yawezekana hauna pesa, yawezekana mimi sina pesa, lakini mambo yote ni kudesire. Ukidesire jambo, Mungu analikamilisha. Wengine hatujawahi kukuwa na Bible, lakini ukidesire kuipata utaipata. Mungu anahakikisha umeipata. So Matthew 13 naendelea kwa ile section ya parables. Tulisema kwamba parables ni mafumbo ambayo Yesu alikuwa anafundisha alikuwa anafundisha na mafumbo. Na reason na purpose ya mafumbo tulifundishwa ni kwamba kwa yule ambaye anataka kufuatilia fumbo ataifuata, na kwa yule ambaye atasikia fumbo hilo likiwa gumu litaendelea kuwa gumu. Ndio asije akanena maneno wazi ikawa ni kama ameforce mpaka yule mtu ambaye hakuwa anataka kusikia asikie. Tulisema hivyo. Tukasema pia mafumbo yanaleta interest. Ukisikia story ama explanation imepeanwa na fumbo, then inatengeneza interest. Naye mwenye kuwa na interest akifuata zaidi, then Roho Mtakatifu anamsaidia kujua. Kwa sababu as we said, kila jambo ni la kiroho. Kila kitu ni cha kiroho. Kwa hivyo anayeilifuata, anaye desire, naye Roho anamfungulia na anamfunulia zaidi. Na kwa hivyo Yesu alikuwa ananena na mafumbo pia kwa sababu ya prophecy. Isaiah anasema kwamba bila fumbo sitawahi nena. Hivyo ndio Yesu katika Isaiah quotes the quotation katika Isaiah, anasema huyu ambaye atakaye kuja atanena na mafumbo kwa sababu for this exact purpose. Aliye na masikio atasikia. In the original text, aliye na masikio na anataka kusikia atasikia. So the opposite is true. Aliye na masikio na hataki kusikia hatasikia. Aliye na macho anataka kuona ataona. Aliye na macho na hataki kuona hataona. Bwana asifiwe sana. So purpose ya mafumbo ni hayo. Na labda kuna mtu anauliza, basi kwa nini Mungu alijificha? Kwa sababu Mungu kama angejifunua, kama Mungu angekuja katika siri ambayo inahitaji mwanadamu kufuata,
na kudesire kumjua, then Mungu akijifungua wazi, hata yule ambaye alikuwa kiuhalisia hataki uhusiano na Mungu, itabidi amemfuata Mungu against their own will. Na kwa hivyo mafumbo are very important. Matthew 13 inasema hivi kutoka verse 24 kwamba Jesus told them another parable. Ni kumaanisha alikuwa amesema, amepeana another parable hapo mbeleni. So this one is another parable. Anasema hivi, the kingdom of heaven is like a man who sowed good seed in his field. But while everyone was sleeping, his enemy came and sowed weeds among the wheat and went away. When the wheat sprouted and formed ears, then the weeds also appeared. Ufalme wa Mungu ni kama mtu ambaye alikuwa na shamba lake akapanda ama akaspread ngano, lakini adui yake usiku, wakati huyu mkulima ambaye alipanda ngano, adui yake usiku, hivyo ndio kulikuwa kunaenda wakati wa Yesu. Mtu angetaka kukumaliza, mtu angetaka kukusabotage economically, kwa sababu watu wengi walikuwa wakulima, angengoja upande ngano yako, then usiku aje na oat ni inakaa kama ngano, sio ngano, ni familia ya ngano lakini sio ngano. Akuje na oat mahali umepanda na yeye awekelee zake, na hujamuona. Baadaye inaendelea kusema, baadaye ngano ilipomea nayo oat ikamea. So oat ni magugu. So alipo kukaakaa hapa, amefikiria amepanda na ameendelea na maisha yake. Kumbe adui yake alikuja akaspread mahali huyu mkulima alipanda, naye akapanda akawekelea oat. So inaendelea ikisema hii parable hii kwamba baadaye mkulima, wafanyikazi wake walikuja wakamuuliza, hivi si tuliona kama tumepanda ngano, how is it that tunaona oat? How is it that tunaona magugu mengine? Wakasuggest, wakamwambia sikubali tuingie ndani kwa shamba tuyang'oe. Yesu mwenye shamba akawaambia hapana, kwa sababu mnapo katika kung'oa, tutakapoingia kwa shamba kung'oa, tutang'oa magugu pamoja na ngano, pamoja na ile mimea vizuri, pamoja na kukanyaga, pamoja na kuvunjavunja, pamoja na kuharibu. So fanyeni hivi, tungoje mpaka mwisho wa harvest hii in 3 or 4 months, then tuvune kila kitu and it makes sense. Tuvune kila kitu, then katika kuna kitu inaitwa threshing floor. Wakati huu hakuna threshing floor kwa sababu kuna kitu inaitwa combined harvester. Combined harvester inaingia kwa ngano, inachukua kila kitu, then in its own way inatema ngano. Upepo inatumia nguvu za upepo, inapotema ngano ina blow oat na magugu mengine, alafu ngano kwa sababu ni mzito, huo ni upepo, upepo una blow weed, una blow oat, lakini ngano kwa sababu ni mzito inaanguka chini, nayo ndio inachukuliwa. Wanaweka chandarua, ngano inaanguka chini, ngano ambayo ni mzuri, ngano ambayo ndio ina maana, iko na haja kwa mwenye mimea. So anachukua ngano anatupa hiyo ingine. Wakati huo kwa sababu hakukuwa na combined harvester, they did the same thing. There was something called the threshing floor, mahali kama hapa ambapo kila kitu mkulima alikuwa anapeleka, alafu analeta punda, wengine wanaleta farasi, kama hana punda na hana farasi analeta wafanyikazi, wanakanyaga, alafu wengine wanachukua kimti. Nitakieleza aje, hii ni historia ya Biblia. Kimti kinaitwa the winnowing fork, kiko ni kama theshi pale mbele, alafu wanachota hii, wanarusha juu. Wakisharusha juu, upepo unapuliza oat na takataka, kwa sababu ni light, zinatupwa nje. Ngano kwa sababu ni heavier inaanguka chini. Na hivyo ndio maandiko inasema, the oats and the weeds shall be blown away. Kuna mahali prophet anasema hivyo. Hapo ndio tutafanya separation, hapo ndio tutafanya kutenganisha. Revelation pia inasema hivyo, wakati wa mwisho naye ataambia wale watendakazi wakusanye kila jambo. Hivyo ndio Yesu anaendelea kusema katika kitabu kingine kwamba ataeleza kwamba wakati huo wa mwisho, in prophecy, in end times, naye Mungu atatuma watenda kazi
wakusanye kila mmea, mmea ni sisi, naye wale ambao ni watenda dhambi, no weight, no substance, wataondolewa. Nao wale ambao ni wa ufalme watachukuliwa na kuwekwa katika gala. Gala in this case ni ufalme wa mbinguni. Bwana asifiwe sana. Na kwa hivyo huyu anaambia watendakazi wake, mmesema mmeona magugu, mmesema mmeona weed, wacha hivyo, tusiende kuharibu, wacheni ikue, alafu hivyo ndio tutafanya pale mwishoni, tutaondoa kwekwe, tutaondoa magugu, tutabaki na ngano, hiyo ndio itatusaidia. So Yesu anafananisha hii. Kwa hivyo as I said, sasa yule ambaye amesikia vile nimesema saa hizi asione ni kama hii ni hekaya za Abunwasi. Ni vizuri ujiulize, mchungaji unamaanisha nini, then ufuate. Nalo neno la Mungu nasema, hivi ndio Yesu anasema, nao ufalme wa Mungu unafananishwa na hii parable. And that is the reason ya hii parable. Mkulima ni Mungu, naye ngano ni sisi. Haleluya. Mkulima ni Mungu, ngano ni sisi, shamba ni huku tuko. Tulipopandwa ngano, usiku yule muovu shetani alikuja akapanda magugu katikati ya ngano. Na sasa hizi kuna watu kanisani kazi yao ni kusumbua wale wengine tu. Ama hakuna magugu? Kunayo magugu. Nasikiza, magugu yanafanana na ngano. In fact kwetu, kwa sababu tunapanda ngano, ukiangalia hivi face value, sasa ile ngano iko size hii, isipokuwa ukaribie sana uangalie hivi karibu na binocular, hauwezi jua magugu na hauwezi jua ngano. Na iko hivyo katika ufalme. Watu ambao wanakuja na wamepandwa na yule muovu shetani katika fellowship, either hapa ama kwingine, hauwezi wajua kwa kuwatazama, hauwezi wajua kwa kuangalia face value. Sio rahisi unless uangalie sana, unless usikize sana. Wanakaa kama ngano, wanakaa kama Wakristo, wana worship, wanatoa tithe, wengine labda hata wanahubiri, wengine wanafundisha Bible study kama hii, lakini sio ngano, ni magugu. Wamepandwa na yule muovu. Kuna mwingine nimesikia juzi, tulikuwa tuna discuss na my wife, bishop mzima amekuwa kama bishop kwa muda mrefu. Yeye ndio mwenye kusema, sio sisi tunamuaccuse. Amesema amekuwa bishop for a long time, lakini akafika mahali, huyo bishop anasema, akafika mahali akagundua kanisa ni utapeli, mambo ya ufalme ni utapeli na ni wizi. Kwa hivyo akaondokea mambo ya bishop na mambo ya kanisa. In fact akafunga branches zingine zile alikuwa nazo zote. Sasa akaingia katika mambo ya mila na Ukikuyu na kutoa hizo mbuzi wanatoaga ama whatever. Na siku hizi yeye anaendeleza agenda ya Ukikuyu na hiyo mambo ya kimila. Sawa. So those are the tares. Mtu amekuja amepandwa na amekaa katika ngano na akona kama ngano. From face value ni ngano, lakini kiuhalisia originality yake ukimfuata sio ngano, sio wa ufalme. In fact sasa amepandwa hapo na purpose. Atakapojua mambo ya ufalme, sasa yeye ndio atatoka nje nawe mmoja wa kupiga ufalme. Sasa hizi huyo jamaa yeye ameongoza katika social media, akona following kubwa sana. Kazi yake ni mnapoenda kupanda hivi, yeye anaenda kupanda huko. Mnapoenda open air pale, yeye kazi yake anaenda the other side. Kwa sababu anajua mambo ya ngano, anajua mambo ya kanisa, ameonja rotuba ya shamba, na kwa hivyo anajua mambo yote. So huyu mtu is a formidable enemy. Bwana asifiwe. And so Jesus says, it shall be like that in the kingdom. We said parables means para. Para means alongside. So hii parable ni ya kusaidia kubeba story fulani na kuielekeza in a certain direction. Without a parable, watu wa wakati wa Yesu hawangekuwa rahisi kuelewa
jambo fulani likifundishwa. Na kwa hivyo parable was very important. Para means alongside, to cast alongside. So anasema wakati wa mwisho ufalme wa mbinguni utakuwa hivyo, utavamiwa na watu ambao wamepandwa pale. So wapendwa, mkiona jambo likitokea katika kanisa, sio hili peke yake, but the greater church, uone mtu ameinuka, ameanza kupiga kanisa, na alikuwa bishop. Ukiona mtu anaanza kusema hapana, kanisani kuna hivi, na mimi hata siku hizi nilikuwa natoa sijui nitafanya nini na sasa sitakuwa nikifanya, msishangae, they are tares. Tumefundishwa they are tares. Baadaye anasema hapa, let them who have ears hear. Kwa hivyo bado kuna watu wa society hii wako na masikio, lakini si kwamba hawawezi kusikia, ni kwamba hawataki kusikia. Na hiyo nitairudia sana. Kuna watu wana masikio, hawataki kusikia. Sio kwamba hawawezi kusikia, wameamua hawatasikia. Wameamua, wako na macho lakini hawataona. Kwa nini wasione na kwa nini wasisikie? Kwa sababu wanaogopa kusikia na kuelewa. Kwa sababu wakisikia na wakielewa, maandiko inasema mbeleni sikuwa nahesabiwa dhambi kwa sababu sikuwa najua. Nilipojua nikaanza kuhesabiwa dhambi. So watu wanaogopa kusikia na kuelewa kwa sababu wakisikia na wakielewa sasa wataanza kuhesabiwa. Na kwa hivyo njia ya rahisi ni kuziba masikio yao wasisikie na wasielewe. Na ya pili ni kuziba macho yao wasione, na kwa hivyo wasipoona ni rahisi wao kukataa. Kwa nini wasisikie? Kwa nini wasione? Kwa sababu wanaona publicly kazi ya Mungu ambayo inaendelea. Na kwa sababu hawataki ku-acknowledge, naye Mungu ni mwaminifu, anakubali. Kama vile kitabu cha Roma chasema, naye akawapeana, Romans 1, naye akawapeana kwa mapenzi na matakwa yao. Watu walifanya dhambi na wakazuia sauti ya Mungu. Romans inasema hivyo, Paul anasema hivyo, wakanyamazisha sauti ya Mungu. Huyo ni Paul. Ati wakanyamazisha sauti ya Mungu ndani yao. Naye Mungu alipoona hivyo akakubali, akawapeana. Akakubali, mnataka kuishi hivyo na mimi nakubali muishi hivyo. So Mungu akakubali, hao watu mnataka giza, endeleeni kukua katika giza. Mnataka kutosikia, nita make sure hamsikii. Hamuoni kazi ambayo inaendelea ya ufalme, sawa, hamtaona. Na maandiko inasema mtu macho yake yanapokataa kuona, hiyo ni giza kubwa sana. Kuna story inapeanwa in America. Kuna watu walienda kuchimba dhahabu. Walipoenda kuchimba dhahabu katika migodi ikaporomoka. Wakafungiwa huko ndani kwa wiki 2. Hakuna kula, hakuna kuona, na kupumua ni vumbi tupu na giza kabisa. So dakika ya mwisho waliokolewa kwa neema ya Mungu. Lakini watu 3 kwa watu 7 wengine walipotoka nje wakaanza kuangalia, na kwa sababu wamekuwa kwa giza, kuna wale walikuwa wamepoteza macho. Very sadly, 3 kwa 7 walikuwa wamepoteza macho kwa sababu ya kukaa kwa giza for a long time, for 14 days. Darkness uko chini. Na so watu walirealize scientifically wakati huo, kwa sababu ilikuwa ni kitambo, kumbe ukikaa kwa giza kwa muda mrefu unapoteza nguvu za kuona. So nguvu za kuona hazipotezwi kwa ugonjwa peke yake. Kumbe ukikaa kwa giza sana, giza sio giza kama hii, giza ile tunaita giza totoro, unapoteza uwezo wa kuona. Na haya ni mambo ya kiroho. Mtu anayekaa katika giza ya kusikia neno la Mungu na kuona neno la Mungu, either ni giza ya kutaka ama ni giza ya kufosiwa. Although siku hizi hakuna mahali neno la Mungu halijafika. Lakini mtu ambaye anataka kukaa katika giza, then Mungu inafikaga wakati anaheshimu decision ya huyo mtu. Then huyo mtu hataweza kuona wala hataweza kusikia. Bwana asifiwe sana. Naye shetani kwa sababu wako katika kazi, hapo ndio na yeye anakujia kabisa. Ana make sure
huyo mtu hatasikia na hataelewa kweli, although shetani ndio alimuinfluence na kuongea na moyo wake kwamba sitaki kusikia na sitaki. But then huyu mtu akishaamua, akishavuka ile laini, then shetani pia anasaidia ku make sure decision ya yule mtu imefikika. Maandiko inasema katika kitabu cha Acts, in the story of Ananias and Sapphira, tunajua story ya Ananias na Sapphira. Ninapomalizia Ananias and Sapphira, Anania alipouza shamba wakiwa na Sapphira na wakakula pesa zote, alafu wakakuja katika madhabahu akapata Peter wa kwanza aliyekuja. Ananias alipofika akaulizwa na Peter, how is it, imekuwaje Ananias umefikiria kumdanganya Roho Mtakatifu? Pesa ni zako, shamba ni yako, kwa nini unasema umeleta zote, yetu umewacha zingine? Ananias akaulizwa na Peter, kwa nini umefikiria kumdanganya Roho Mtakatifu? Maandiko inasema akaanguka chini na akafa. Lakini hiyo sio shida. Shida ni hii, mke wake Sapphira akakaakaa. Ananias alipovurutwa, mwili wake alipovurutwa na ukaenda kuzikwa, kukaakaa mke wake naye akaja. Nataka kukuonesha mtu akiwa kwa giza. Mke wake naye akaja, akakuja tena akapata Peter, naye akaja pia kusema the same story. Naye akaambiwa na Peter, wale vijana waliyeburuta mzee wako ndio wale. Naye akaanguka na akafa. Swali, how is it then, jambo kama hilo tukiassume Sapphira alikuja baadaye, maybe like 2 hours or 3 hours later, how is it kwamba yeye hakujua kwamba mume wake amekuwa ameshakufa? Kwa nini? Na mimi huwa nafikiria kwa sababu shetani walikuwa tayari wameingia katika mpango mzima wa shetani. Shetani alimake sure huyu mke wa Ananias hatajua na wala hatasikia na wala hataelewa na wala hataona. Kwa nini? Purpose ya shetani, maandiko inasema, ni ku make sure he's a roaring lion seeking whom he may devour. So purpose ya yule muovu kwa watoto wetu na kwa sisi, kwa ushirika, kwa taifa, kwa mtaa, purpose ya shetani ni kifo cha mtu, cha kiroho na cha kimwili. So shetani aliaccomplish purposes zake kwa maisha ya Ananias na Sapphira. Wapendwa, neno la Mungu lasema katika haya, but blessed are you for you hear and for you see. Bwana asifiwe sana. So there's good news for us. You hear and you see. Kwa hivyo wewe, the fact that uko hapa na umeketi chini means you hear and you see. Na hiyo ni kumaanisha kuna life katika maisha yetu. Roho wa Mungu bado anaongea, bado anatufikia, bado anatunenea. Kuna uzima, kwamba masikio yetu bado yana uhai na macho yetu bado yanatazama. Hatuko katika giza. Kwa hivyo tuendelee hivyo, and those are the parables for you. Baadaye kuna parables zingine, but the purpose of parable was that to give a certain story so that the hearer may gain some interest and follow. So that God is fair. God is fair. Kwa yule ambaye hataki kusikia hatasikia, kwa yule ambaye hataki kuona hataona, lakini kwa yule ambaye anataka kuona na anataka kusikia atasikia. Wacha tuombe. Baba wetu na Mungu wetu, tunakushukuru kwa sababu umetufanya tusikie na tuone. Twaliinua jina lako Bwana. It is not in vain that we are here. It is because you have trained our ears and our eyes to hear and to see. Tusaidie kuendelea kukusikia zaidi, tusaidie kuendelea kutenda. Tusaidie kuendelea kutenda, tusaidie kusikia, tusaidie kuona what you are doing around us. Tusaidie kusikia na kuelewa your works upon our lives, in Jesus mighty name. Asanti kwa sababu ya watoto wetu, asanti kwa sababu ya vijana, asanti kwa sababu ya wamama, asanti kwa sababu ya wazee. Even as we continue and progress in the other part of the service, we pray that you may help us to hear and to see. In Jesus mighty name we pray. We say amen.
Amen, amen. Mungu awabariki sana. Time ni hiyo hiyo and even earlier as we progress. May God bless you.